Iqra FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Radio Iqra FM Mwanza, karibu sana kunako taarifa mbalimbali. Taasisi ya Hizbut Tahrir inayopatikana hapa mkoani Mwanza imeandaa michezo mbalimbali katika harakati za kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, ambapo imekuwa ni kawaida ya taasisi hii kuandaa. Hata mwaka jana pia waliweza kuandaa michezo mbalimbali kwa watoto ili kuhakikisha kwamba kuwapatia furaha ya hapa na pale. Sasa siku ya jana taasisi hiyo iliandaa michezo mbalimbali ambayo ilikutanisha makundi mbalimbali, ambapo michezo hiyo kulikuwa na michezo ya kutembea na ndimu, kulikuwa na mchezo wa viti, kulikuwa na mchezo wa magunia, kulikuwa na mchezo wa riadha, kulikuwa na mchezo wa kukimbiza kuku, na lakini pia kulikuwepo na mchezo wa vitambaa. Hivi ni moja ya michezo ambayo ilikutanisha makundi mbalimbali ya vijana wa kike na wa kiume, ambapo kila mtu akionyesha uwezo wake mzuri. Washindi waliweza kupatikana katika michezo hiyo. Mara baada ya kila mchezo, washiriki walikuwa ni washiriki 8 kwa kila mchezo, ili kuhakikisha wanapatikana mtu mmoja ambaye ni mshindi wa mchezo huo. Tukianza na mchezo wa ndimu, kwa upande wa mabinti aliyefanikiwa kuwa mshindi ni Sulaila Fadi, alifanikiwa kuweza kuwa mshindi. Lakini kwa upande wa vijana alifanikiwa Omari Shabani, alifanikiwa kuwa mshindi wa mchezo huo. Lakini mchezo wa viti, mshindi alifanikiwa kuwa ni Ahmadi Saidi, ambaye kwa upande wa vijana wa kiume alifanikiwa kuwa mshindi huyo, na akifanikiwa kupata zawadi yake kabisa. Mchezo wa magunia, mshindi alifanikiwa kuwa ni Atanasi Athmani, ambaye alifanikiwa kuweza kuwa mshindi. Mchezo mwingine ulikuwa ni mchezo wa riadha, mshindi alifanikiwa kuwa ni kwa Pasco Peter, ambaye alifanikiwa kuwa mshindi wa mchezo huo. Lakini mchezo mwingine, mchezo wa kukimbiza kuku, mshindi alifanikiwa kuwa Yohana Elenesti. Lakini mchezo wa vitambaa, mshindi alikuwa ni Raja, alifanikiwa kuwa mshindi. Lakini mchezo wa vitambaa kwa upande wa wavulana alifanikiwa kuwa ni Ikra Andrew, alikuwa mshindi wa mchezo huo. Kwa hiyo michezo washindi walikuwa ni hao. Lakini kwa upande wa mpira wa miguu, washindi walifanikiwa kuwa ni Bodaboda, ambaye alifanikiwa kupata ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Mau Stars. Na zawadi kwa upande wa Bodaboda alifanikiwa kupata kreti 2 za soda, na wakaweza kufurahia kabisa. Lakini aliyeshindwa alifanikiwa kupata kreti 1 ya soda. Lakini tuko na waandaaji wa michezo hii wakieleza namna jinsi michezo inavyokuwa inaendelea, ikiwa ni mara ya pili wakiwa wanaandaa michezo hiyo, na nini lengo kubwa la kuandaa michezo hii hasa katika nyakati za Eid al-Adha, sikukuu ya Eid al-Adha ambapo imezoeleka sana, lakini sikukuu ya Eid al-Fitri hatujai kuona. Je, lengo ni lipi? Tuko naye hapa msimamizi ambaye ni Isa Nasibu akieleza zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Isa Nasibu, mwanaharakati wa Hizbut Tahrir Mwanza. Kama tunavyofahamu, kila mwaka huwa tunaandaa tamasha la Eid al-Fitr, Eid al-Adha katika masiku haya matukufu kabisa. Kama tunavyofahamu, baada ya kuwa tukamilisha ibada ya kuchinja na kukamilisha ibada ya saumu ya Arafa, tumeweza kuandaa tamasha la Eid al-Adha ili kuweza kukutana hapa. Kuna vijana wadogo na watu wazima. Tumekuwa na michezo mbalimbali hapa, kufuza kuku, ya mpira wa miguu na watoto wadogo, ili kuweza kufurahi katika misingi ambayo Uislamu unatuamrisha kufurahi kwa kuchunga misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kuwafanya watoto wawe sehemu salama, mchezo ambao ni salama na mchezo ambao ni halali, tofauti na mtoto akiachwa na hadithi kwa ndani yake anakuwa hana maadili, wanaingia katika michezo ambayo isiyofaa. Kwa hiyo tumewakusanya hapa pamoja watu wazima. Unaona kuna michezo ya watu wazima, kuna michezo ya watoto pia, ili tuweze kufurahika pamoja kwa ajili ya kukamilisha furaha yetu katika sikukuu hii ya Eid al-Adha. Okay, na mara nyingi inaonekana kwenye sikukuu hizi za kuchinja, kwa nini sio sikukuu ya Eid al-Fitr? Sikukuu ya Eid al-Fitr tuko tuna programu ya kuandaa pia katika sikukuu ya Eid al-Fitr, ila kutokana na mbinu ya kifedha na mambo mengineyo, ndio maana tunajikuta kwamba tulikuwa tukiandaa katika sikukuu ya Okay. Mara nyingi tumeona kuna zawadi zile ambazo zinakuwa zinatoka, hakuna utofauti kwenye masuala mazima ya zawadi.
pengine kwa nini msiboreshe zawadi ikawa tofauti na mwaka jana, namna jinsi ambavyo mlikuwa mnatoa zawadi? Zawadi ambazo zinatoka ni kutokana na lika ambayo tuko nalo katika michezo, na unajua sikukuu ya Eid ni sikukuu ya kufurahi. Kwa zawadi ambazo zinatoka zinaendana na sikukuu yenyewe. Manake ni sikukuu ya kula na kunywa. Unajua watu wameshachoma nyama sasa hivi. Kwa watu wetu kasema tena tutoe sadaka ya nyama. Sadaka ya nyama tulishafanya siku ya jana na siku ya leo pia asubuhi. Kwa muda wa jioni hii ni watu ku refresh mind, kupata vinywaji, kuna juice hapa, kuna biskuti, kuna zawadi ya pesa pia kwa watoto ambao walikuwa wanajibu maswali kuhusiana na Arafa, kuhusiana na Hija na matukio mengine katika sera ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa, lakini ukitazama tumeona mashindano haya pia mara nyingi mmeyapa kipaumbele zaidi. Kwa nini msije pengine na mashindano ya Qur'ani kwa vijana ambao walihifadhi Qur'ani? Mashindano ya Qur'ani huwa tunafanya kila kabla Ramadhani, huwa tunafanya mashindano ya Qur'ani, huwa tunafanya mashindano ya sera Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiachilia hayo mashindano pia huwa tuna Hijra Cup. Yaani baada ya mwezi huu wa Dhulqaada tunaingia mwezi wa Muharram. Tutakuwa na shindano la Hijra Cup na huwa tunaalika timu mbalimbali za mpira, bodaboda na watu wengineo, tunajumuika nao pamoja katika kutengeneza kwanza opinion, yani kutengeneza kwanza uelewa juu ya Hijra Cup ni kitu gani, nini maana ya hijra na kadhalika. Kwa sisi kila msimu wa kheri tunautumia katika michezo mbalimbali, katika matamasha, katika mashindano ya Qur'ani, katika mashindano ya sera. Yote hiyo kutokana na msimu husika huwa tunatumia ipasavyo. Kwa upande wake mjumbe wa ofisi ya habari ya Hizbut Tahrir Ostaz Ali Saidi Kamsokole anaelezea namna jinsi ambavyo watu wanapokea vipi, na je, zoezi hili ni endelevu ama vipi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ustadh Ali Saidi Kamsokole, ni mjumbe wa ofisi ya habari ya Hizbut Tahrir Tanzania. Okay, mjumbe, naona michuano imefaana na hapo umetoka kwenye dakika 90 kwenye soka. Pengine umejisikiaje kwanza kucheza mpira wa miguu, kwa sababu sikutegemea, mara nyingi tunajua, sijakuzoea? Sawa. Alhamdulillah, nimejisikia vizuri kwa sababu leo ni siku ya furaha na nimefanya jambo ambalo katika sheria ya Kiislamu si la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa njia ambayo limeruhusiwa katika Uislamu, hasa katika tamasha hili ambapo tumekuja na mpango wa kustaka timu ziweze kucheza kulingana na hukumu za sheria za Kiislamu. Tunaona wamecheza huko mstari magoti, kama tunafahamu katika Uislamu magoti ni uchi. Kwa hiyo tumejitahidi kuliangalia hilo na kuonesha umma kwamba tunaweza kufanya michezo mingine pasina kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika masuala mazima ya kujistiri. Okay, mjumbe, tumekuwa tunaona michezo kama hii. Tujiona basketball, pengine hii koje? Kwa sababu katika umma jinsi ilivyo, mchezo ambao unapenda sana ni mpira wa miguu. Kwa maana tumeona kwamba ni mpira ndio unafaa kucheza, hasa kutanisha bodaboda na maustadi kutoka madrasa mbalimbali ambao ndio timu yao kwa ajili ya kufurahisha umma. Kwa sababu mpira unachezwa na upendo, lakini pia ni rafiki na uwanja ambao tumehudhuria na kufanya tamasha letu. Okay. Mwitikio mnauona vipi? Awali na sasa mnaonaje mwitikio toka mmeanza michuano hii au mashindano haya? Mwitikio ni mzuri, hasa kwa kuacha watoto wasiende katika masuala ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kukusanya hapa. Mwitikio ni mzuri na tumeona jamii inavyofurahi kuweza kuangalia jambo ambalo linaendelea sasa katika uwanja. Kwa watoto wanaokuwa wanashinda michezo mbalimbali, wazazi pengine walishawahi wapa shukrani kutoka kwenu waandaaji, ama wazazi wenyewe wanazungumza nini wanapoonekana watoto wao wanashinda? Shukrani kutoka wazazi ipo, kwa sababu kabla ya kuliendea jambo huwa tunaulizwa kwamba itakuwepo, maana yake kuonesha umma unalihitajia jambo hili. Kabla ya kufanya utaona madrasa mbalimbali zinataka kufahamu kama mtafanya tamasha au mtafanya. Kwa mtio ni mzuri na watu wanalifurahia. Kabla kulifanya huwa wanalizeta tamasha hili la mashindano tamasha la Eid. Pengine neno moja kwa wazazi kwako ni lipi na washiriki waliofanikiwa kushinda? Neno langu ni kuendelea kuungana nasi katika masuala kama haya ya kutabani maslahi ya umma. Kama Hizbut Tahrir tunafanya haya, lengo kubwa kabisa ni kusogeza umma kuwa pamoja na sisi na kuifahamu harakati ya Hizbut Tahrir na lengo lake, kwa sababu hatuwezi kufanya dawa yetu pasina kuwa karibu na umma. Kwa umma tunahitajia ili kuweza kufikisha ujumbe ambao tumeubeba. Kwa hiyo kusema tujitenge nao hatutafanikiwa katika dawa yetu.
tuko na baadhi ya wazazi wanaelezea wao wanapokea vipi michezo hii mbalimbali ambayo huwa inasimamiwa na taasisi hii ya Hizbut Tahrir. Wao inawafurahisha ama wao wanaona nini ambacho kiongezeke ili kuhakikisha kuwa inakuwa bora zaidi? Naitwa Hafidh Musa, mzazi wa kijana aliyeshiriki mashindano haya ya harakati ya Hizbut Tahrir Mwanza, ambaye anaitwa Harish, kashiriki mchezo wa magunia ambaye katokea kuwa mshindi namba 2. Okay, pengine mzazi unapokea vipi mashindano haya ambayo yanaanzishwa na Hizbut Tahrir, na hivi sasa na mwaka jana tuliona na mwaka huu, pengine wewe unapokea vipi zaidi? Mimi binafsi alhamdulillah napokea vizuri, kwa sababu ni mashindano ambayo yanachangamsha jamii, yana katika maingiliano na jamii, lakini pia watoto wanapata sehemu za kuburudika kutokana na michezo mingi ambayo inafanyika katika eneo hili, na inakuwa ni heri. Niwatakie Hizbut Tahrir zaidi na zaidi waongeze na wazidi kuendelea kuleta michezo kama hii, inatia hamasa na kuendelea kuwa karibu na jamii kama sisi. Okay, pengine kitu gani ambacho unakiona kwenye mashindano haya kuweze kuongezwa? Ninachokiona katika mashindano haya, labda ongeze muda ili michezo waweze kufanya zaidi, kwa bado unawabana kwa mashindano ni machache. Baadhi ya washiriki wa michezo hiyo wanazungumza wao wamejisikia vipi mara baada ya kufanikiwa kushinda. Zawadi ya kuku. Pengine zawadi hiyo ya kuku unampelekea nani na leo siku hii? Nampelekea mama yako. Unaenda kuchinja au hii kuku inaenda wapi? Unaenda kufuga. Kwa nini usichinje wakati leo ni siku ya Eid bana? Okay. Kwa hiyo zawadi hii unampelekea nani? Mlengo ambao unaona unampelekea hiyo zawadi? Umejisikiaje kufanikiwa kushinda? Majina naitwa Sulaila Fani. Na Magazini umetoka National. Umeshinda zawadi gani? Jeans pamoja na biskuti. Mchezo gani ambao umefanikiwa ukashinda? Mchezo wa ndini. Wa? Ndini. Kwa hiyo zawadi hiyo unampelekea nani? Unampelekea mama yako. Umejisikiaje kushiriki mashindano haya na kupata zawadi? Kwa majina naitwa Ahmad Saidi. Nimeshinda mchezo wa viti, wa kugombania viti na nikapata zawadi. Na hiyo zawadi nimempelekea mama wangu mzazi. Zawadi gani umepata? Juisi pamoja na biskuti. Okay. Pengine umejisikiaje kuhusiana na mashindano haya? Nimejisikia vizuri sana. Iqra FM.